Sasa hapa inabidi muone na mtambue nguvu ya kanisa. Tulikuja kanisani kwa ajili ya kumwomba Mungu. Wale waumini miongoni mwao wakatengeneza atape. Hawa atape hawako kwenye miti, hawako milimani. Wako kwenye taasisi kubwa za afya nchi. Kwa kupitia influence yao, kwa kupitia ushawishi wao, kwa kupitia mahusiano yao mazuri, ndio mnaona kina Dr. Lulandala wako hapa. Wangekuwa hawa vijana wetu wana mahusiano mabaya na wenzao, wasinge kuwepo. Sasa ndio muone nguvu ya taasisi zetu za kidini. Leo kumuona specialist, daktari bingwa pale, ndugu zangu wa kawaida hawawezi. Ni ghali. Sasa mnaona sidhani yale pale ni bure. Kuna watu waliaminika. Ndio mnazisikia milioni 250. Kwa sababu waliopewa wanaaminika, ndio watu wamejaa. Kuna wengine wanapewa na kazi haifanyiki. Sababu jambo mnalofanya ni jambo zito na kubwa sana. Lazima liheshimike, lazima lipongezwe na lisemewe sana. Atape lazima waungwe mkono kwa namna yote ile. Tutatafuta utaratibu mzuri zaidi ili angalau kwa mwaka tufanye mara 4. Tunaijengea hoja tu hiyo. Tunakuwa na moving doctors ambao wanazunguka, wanakwenda mpaka vijijini kuwasaidia watu. Hawa watu hawahitaji vitu vingi. Mimi nimewasikiliza, wanachotaka cha kwanza vifaa tiba. Sasa hawa furaha yao kuona jamii yenye afya njema. Na daktari anaumia sana kumuona anataka kumhudumia mgonjwa, lakini hana vitendea kazi. Sasa jamani, waambie ndio fika hapa. Pale wameandika kambi ya afya bure. Hakuna bure. Kuna watu wamewaonea huruma, wamelipa. Maana msije mkatoka kwa mkazani hapa kulikuwa na bure. Jamani, sio bure. Askofu ameongoza vizuri vijana wameenda kwenye network yao, wakachangishana hela, wakanunua vifaa, vingine wakaazima. Hata kuazima tu lazima uaminiwe. Sasa mabwana amefanya jambo kubwa. Tuliunge mkono, tulitafutie utaratibu. Amen. Narudia kusema madaktari bingwa kuwapata ni kazi. Sasa tumekwisha fikia takriban watu 2621 ambao ni sawa na 131% ya lengo. Kwa tunaweza tukasema kwamba kambi letu limefanikiwa kwa 1% kubwa, na hatuna budi kujipongeza na kumshukuru Mungu kwa hilo. Waliopata huduma wanawake walikuwa 1625 sawa na 62%. Wanaume walikuwa 996 sawa na 38%. Magonjwa yaliyogundulika kwa vipimo vya maabara. Maambukizi ya njia ya mkojo, mpaka taarifa hii inaandaliwa, waliokuwa wamepima walikuwa watu 441. Lakini waliogundulika na maambukizi ya njia ya mkojo ama UTI ni watu 346 sawa na 80.7. Wastani huu uko juu ya wastani wa taifa ambao kwa mujibu wa tafiti mbalimbali unatoka 16% hadi 41. Kwa hiyo inatoa taarifa kwamba kuna changamoto katika eneo hili kwa wakazi wa eneo la Mbagala na inahitaji uingiliaji kati. 228 waliopima malaria, waliogundulika kuwa na malaria ni 3 sawa na 1.3. Hii nashukuru wananchi wanapongeza hilo. Hii ni chini ya wastani wa taifa ambao ni 8.1. Lakini sambamba na hili tunatambua juhudi kubwa zimefanyika katika kupambana na malaria tangu miaka ya nyuma, na hata sasa tunaona mwelekeo ni mzuri, na takwimu hizi za Mbagala zinaonesha kwamba wenda siku moja tukaweza kueradicate malaria.